Narejea tena mtazamaji kwa mara nyingine kukujuza yale yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, na awamu hii tunamwangukia rais wa Marekani Donald Trump. Trump ameikosoa Irani baada ya taarifa za makubaliano kuvuja. Taarifa inasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameishambulia Irani baada ya taarifa za masharti ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran kuvuja kwenye vyombo vya habari. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema masharti yaliyotolewa na Irani kwa vyombo vya habari hayahusiani kabisa na makubaliano ambayo tayari yamekubaliwa kwa maandishi kati ya pande hizo. Trump amesema taarifa zilizotolewa na Iran kuhusu makubaliano hayo hazina ukweli, akidai kuwa Tehran imetoa maelezo yanayopotosha kuhusu kile kilichokubaliwa. Amesema, na nukuu, masharti ambayo Iran imevujisha kwa vyombo vya habari hayana uhusiano wowote na masharti ambayo yalikubaliwa kwa maandishi, mwisho wa nukuu. Katika ujumbe wake, Trump pia ameikosoa Iran akidai kuwa ni vigumu kufanya nayo mazungumzo kwa nia njema, akisema viongozi wa Irani hawajakuwa waaminifu katika mchakato wa majadiliano. Mvutano huo umeongezeka zaidi baada ya Trump pia kuzungumzia tukio la mashambulizi ya droni katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Trump amesema shambulio hilo dhidi ya meli za India zilizokuwa zikiondoka katika eneo hilo ni jambo lisilokubalika kabisa, na ameutaka upande wa Irani kubadilisha mwenendo wake haraka. Sasa masharti yanayodaiwa kutoka upande wa Irani kwa mujibu wa vyombo vya habari ambayo yamevuja, mojawapo ni kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta na uchumi mara moja, lakini 2 ni kufunguliwa kwa mabilioni ya fedha zilizouzwa nje ya nchi, lakini 3 ni kupewa fidia kwa uharibifu wa vita, 4 kuhakikisha mashambulizi dhidi ya Irani au washirika wake kama Lebanoni yanakoma, lakini 5 ni kudumisha ushawishi udhibiti wake katika mlango wa bahari wa Hormuz, yani Irani hiyo, lakini 6 ni kuchelewesha mazungumzo ya nyuklia na kuyasukuma mbele kwa hatua nyingine. Haya ndiyo ambayo upande wa Marekani unasema yamevuja au yamezidishwa kwenye media za Irani. Lakini masharti ya upande wa Marekani ambao ni tofauti kabisa, Marekani inasema kwamba makubaliano halisi yalihusu kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kwa usafiri huru, lakini 2 ni Irani kupunguza au kuondoa programu ya nyuklia ya silaha, 3 ni vikwazo kuondolewa polepole kulingana na utekelezaji, lakini 4 ni kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa siku 60, yani ceasefire siku 60, takriban miezi 2, lakini 5 ni usalama wa meli za kimataifa. Hayo ndiyo masharti ambayo Marekani inasema kwamba Irani kwanza imepotosha, lakini pia yamevuja. Sasa tuandikie maoni yako kwenye uwanja wa comment, mtazamaji wetu. Tunazidi kufuatilia haya malalamiko ambayo ametoa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran.